من النساء. صدق الله العظيم وبعد. Hatuna budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azza jalla aliyetuwezesha tukaweza kubakia katika sehemu hizi kwa kupeana tena nasaha katika dini ambayo inastahiki kutoa nasaha. Kwani nasaha zipo kwenye dini yetu. Tofauti na watu huzichukua nasaha za wazee wao wakaacha nasaha za dini. Ikiwa nasaha za wazee wetu zitafanana na za dini, basi hizo ndo nasaha nzuri. Lakini kuna baadhi ya watu hupenda kuchukua nasaha kutoka kwa watu kabla ya kuchukua nasaha kutoka kwa dini. Kwa sababu ikitoka ndani ya dini nasaha, hizo ndio nasaha bora, hizo ndio nasaha zenye maelekezo, na watu tunatakiwa sisi tuchukue nasaha kutoka kwenye dini. Leo mila zinafanya kazi, watu nasaha zao zote wanachukua kwenye mila zao. Nasaha zao wanachukua kwa watu wao walioamini, wakaacha imani sahihi ya itikadi ya bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaha katika dini. Hizo ndio nasaha zitawapelekea watu maisha ambayo yamurua kabisa, maisha yenye salama. Sasa inshallah leo tutazichukua nasaha kutoka kule zinakochukuliwa kikawaida ndani ya maisha yetu kwa mujibu wa imani yetu. Nasaha hizo ina maana lazima tuzitoe katika dini yetu, na kuonyesha kwamba jambo linalotokea au linalopokelewa kutoka kwenye dini, basi hilo ndiyo jambo ambalo Mwenyezi Mungu anaridhia, na watu wakifanya watapata baraka na mwelekeo utakuwa mzuri, na madhara yataondoka, manufaa yatapatikana. Tungelikuwa tunachukua mambo yetu kwenye dini, tungenufaika vizuri sana. Lakini manufaa yanaondoka kwa sababu watu wanachukua mambo kutoka kwa makafiri, wanachukua mambo kutoka kwenye mila zao, wanachukua mambo kutoka mitaani kwao, wanachukua mambo kutoka kwa watu wao ambao wao wenyewe wanawaona kwamba hawa ni watukufu. Inshallah baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutarejea tena kumtakia ziada za khairi bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tutahusiana au nasaha zetu zitakuja moja kwa moja katika suala lazima la wanawake wenye michango mizuri katika mambo ya ndoa. Wanawake wenye michango mizuri katika mambo ya ndoa. Maana wengi hufikiria kwamba hakuna wanawake ambao wataweza kutoa michango mizuri, na wengineo baadhi yao wanawake wameshajiweka kwamba sisi kazi yetu kutoa michango mibaya tu. Lakini kumbe wapo wanawake wanaosifika kwa kuleta michango mizuri, hususan kwenye mambo ya ndoa na mambo mema mengineyo. Kwa sababu sio ndoa tupu, lakini tunajizungumzia ndoa na vishawishi vya wanawake wema wanozisaidia baadhi ya ndoa zisivunjike, na wakatoa michango yao ikiwemo mali yao, maarifa yao na maelekezo ya hali yoyote, mradi wanachangia ndoa zinapata kutulia. Na wanawake ndio wenye sifa ya utulivu, wao ndio wanaoleta utulivu. Na ukiona vurugu limekuwa kubwa, wanawake hawakutulia. Sio walosifiwa katika Qur'ani, ni wale ambao wanawake ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyatamka maneno hayo yanakuwa yanaonyesha wazi kwamba hayo ni maneno ambayo yanapelekea onyo kwa wanawake waovu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu min ba'di fitnatu adharu ala rijali minan nisaa, sijapatapo kuacha fitna ambayo yenye madhara kama wanaume
naondoka, mtume anasema naondoka kama nyinyi wanaume kukuachieni fitna. Naondoka wanaume, nimekuachieni fitna yenye kukuleteeni madhara. Ni nini fitna gani hiyo? Hakuna fitna nyingine yote isipokuwa wanawake. Wanawake wameonekana ni fitna ambayo inaleta madhara. Je, ndio iwe hakuna wema? Wanawake wote ndio wabaya? Lakini orodha kubwa sana ya wanawake wanachangia maovu, na siwezi kuyataja mema yao kabla sijataja mabaya yao, ili yule mbaya ajitambue kama mie ndiye mbaya na mie ndiye ninayechangia kwenye ubaya. Kwa hiyo sikiliza makini mwanamama, tega sikio lako. Lakini tuangalie hawa wabaya, kwa nini wanasifiwa kwa mabaya na mabaya yao yanakuwa, na wanawake wakilishughulikia jambo wanaonekana wanafanikiwa. Je, wanawake wangapi wameshapoteza jamii? Umma umepotea kwa sababu ya wao wenyewe wamepotea, wakaharibu, wakapeleka michango yao katika maovu, na maovu hayo yakafana. Leo ukitizama unaambiwa Mrs. Tanzania sijui, unakuta wanawake ndio ambao watakaokaa utupu na wanaume wakapasisha. Kundi la wanawake liso haya, halioni haya, linajipanga mistari wakiwa na suruali za ndani. Kwa hiyo kila mmoja anatizama suruali ya ndani imemkaa vipi. Nikizungumza suruali ya ndani si buga, mnakuwa mshaelewa. Kwa hiyo inatizamwa ipi imempita wapi, yupi imempita wapi, na nyingine inakuwa kama sehemu ya nyuzi. Mwanamke haoni haya, na hatujaona maonyesho ya warembo wanaume, ilo hatujaliona. Wakakaa wanaume wazima, wakavua nguo zao na wao wakaonyesha sehemu zao. Nani ambaye anayokubwa? Sawa eh? Lakini wanawake wamefikia hapo. Nani ambaye amezidi sehemu yake ya siri, au nani yake iko vizuri zaidi? Jamani, hili ni jambo kubwa sana, na haya ndio yanoleta maafa katika jamii, na haya ndio inosababisha Mungu achukie. Kwa hiyo unaikuta orodha kubwa ya wanawake waliojipamba, wanene, wembamba, wa hali zote. Unawakuta wanawake ndio ambao wanadhalilishwa, na wao wenyewe wanaona wako tayari. Na michango ikitoka, matajiri wakitoa magari, wakitoa pesa zao kuwachangia au wende kwenye miji mbalimbali wakafanye mashindano, nani mrembo zaidi. Na ubaya zaidi basi, wazungu wenyewe hasa wale makafiri si sana kushughulika na mambo haya. Mara nyingi sana wa Afrika ndio wanaodhalilishwa hivi. Wanawake wa Kiafrika ndio wanaodhalilishwa kwa sababu wazungu walitaka wazi kueneza mabaya yao, wale makafiri waeneze mabaya yao. Kwa hiyo unawakuta watoto wa Kiislamu ndio ambao wanaitwa Mrs. Tanzania, wanawake. Sasa je, hii ndiyo michangio yao ya mabaya? Sijapatapo kuacha fitna yenye madhara kwa wanaume kama kuwaachia wanawake. Mtume anasema nimewaachia wanawake, lakini fitna ambayo ina madhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema inna kaida kunna adhim, hakika vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Wanawake wana vitimbi vikubwa. Laitani kama vitimbi vyao watavitumia katika njia za kheri, wanawake watafanikiwa. Na wapo waliofanikiwa ndio ambao nitawataja, waliofanikiwa katika vitimbi vyao. Lakini vitimbi hivyo wamevitumia katika njia ya kheri, na walofeli ndo hao wanojieka wakajianika, wakapasishwa. Nani kapasi zaidi? Nani kakaa utupu zaidi? Wangapi wanawake hivi sasa wanaonekana sura zao zimebadilika kwa kuchuna nyuso zao,
wanaume na mashaka yote, lakini humkuti tena mwanamume akawa anachuna uso ili awe mzuri. Na akitokezea hivyo tena ndo hao vijana wale wanaoitwa mayo. Lakini orodha kubwa ya wanaojichuna nyuso ni wanawake. Orodha kubwa wanaojipadilisha nywele zao ni wanawake. Orodha kubwa inaonekana mpaka wanauza miili yao zaidi kuliko wale ambao wanaume wanaitwa watoto siriski. Wanawake ndio wanaonekana orodha kubwa ambayo wanaiuza miili yao. Watu wamehama kwenye miji yao, wanakwenda kwenye madanguro, wanafanya uhuni, na wanaume wanaohakika kwamba kwa kutokana na shida zao za matamanio watamaliza kwa wanawake hao. Paka anafika mwanamke kumwekea mkono mwanamume, anamwambia angalia kama umeridhika. Na mwanamume anapeleka mkono, nimeridhika, hapa sijaridhika. Mwanamke mwingine anatoa sauti, kama hujaridhika tizama na huku basi. Imekuwa watu kama wanachagua maboga. Hatari kubwa sana, balaa imeingia. Hizi ndio shari za wanawake ambao baadhi yao wengi wamejitia hivyo. Wanawadhalilisha na wanawake wengine wema, hauonekani wema wao. Wanawatia aibu wanawake wenzao, wema wao hauonekani. Lakini leo tutauzungumza wema unaofanywa na wanawake wenye kuzituliza ndoa na mambo ya kheri mbalimbali. Na ndio maana wanawake mnaonekana wabaya, kwa sababu wema mmekuwa kidogo, wabaya ndio wamekuwa wengi. Wanawake wangapi washayafanya mambo makubwa sana, na wengine hata kutubia hawataki, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawataki. Ngoma haifani kama haina wanawake bwana, kabisa. Ngoma kama haina wanawake haifani. Na wanaume wanajua wazi, tukipiga ngoma wanawake watacheza. Kuna ngoma inaitwa mbwa kachoka, Benio. Mbwa kachoka mtaiweza nyie? Huyo mbwa kacheza mpaka kashachoka. Sikwambii wewe mwanadamu tena utaiweza wapi ngoma hiyo? Basi ngoma hiyo mbwa kachoka. Ukiziona ngoma zinadumu, wanozitunza zaidi ni wanawake kuliko wanaume. Wanaume wanajua kupiga tu, lakini vifaa vikimaliza watavinunua wanawake. Mpiga ngoma akigoma ataendewa na mwanamke, maana akiendewa na mwanamume mwenzio hamfahamu. Wanawake wangapi pengine na umu sasa hivi mmo, lakini Mungu tu tena atusamee. Wangapi mshamwendea mpiga ngoma, mama babu piga, piga babu, ndo nini? Na mpiga ngoma akiambiwa hivyo, vipi piga babu, ndo usojija, ndo ushaivunja mara ile na ilikuwa imekolea. Na mpiga ngoma, miadi yetu saa 12 iwe ishakwisha, kodi yetu mpaka 12, na kibali kimekwisha. Maana haya maovu pia yana kibali, maovu pia yana kibali, na kibali kimekwisha. Akachukue chengine, nitakwenda mie. Mwanamke asema bora niende mie ndo nitapewa haraka, nyie mkenda wanaume mara mtazungushana. Maana anajua akenda yeye atafanya vitu vyake. Inna kaida kuna adhim, vitimbi vya wanawake ni vikubwa baba. Kwa hivyo akenda pale atajichezesha, wakati mumewe anashindwa kumfanyia hivyo. Atatupeleka na macho, hebu nipeni hicho kibali, nipeni, msitutimbe, tuna shughuli yetu leo, tumefurahi. Basi akipewa kibali, mpiga ngoma atasema lakini kodi imekwisha. Babu wewe imekwisha, kwani unachotaka nini sasa? Unachotaka kitu gani? Hizi pesa sasa hivi pesa kidogo. Haya, mwingine ataulizwa wewe. Mpiga ngoma anasema mimi siwezi kupiga kwa sababu sijapata pombe. Kampeni jamani, anywe kidogo tufurahi na sie. Kwa hiyo wanawake wanatoa sauti mpaka mpiga ngoma anakwenda kutafutiwa pombe. Basi mpaka mpiga cherewa na yeye anavoringa anasema mimi sipigi cherewa. Una nini babu, hujala?
Kama tukakuchukulia kula hujala, nishakula, lakini bwana mimi wazangu wote wamefaidi. Kwa nini wamefaidika? Wamepata wanawake, mimi sijapata. Wewe ukishapiga njoo nani na mimi? Wanajitolea kwa mambo ambayo hayafai. Anamwambia mpiga chelewa, ukishapiga njoo nani na mimi? Hebu piga basi. Anamkalia chini yake, piga nikuone, hebu piga. Piga kidogo. Utafikia na mbembeleza, utafikia mbembeleza mtoto. Basi bwana anaguswa hivi, piga. Sasa ile akipiga ile anapeleka makalio yake kuna kocherewa. Yule bwana anapiga cherewa chini ya makalio mwanamke. Shetani kajaa. Shetani kajaa. Tena hapo na nyimbo za mikasa, huo mtende unachanua, ukitaka kuchanua anajipeleka yeye mwanamke, unaonekana ndo mtende unachanua huo. Akifika kwa mwanamume, basi huo mtende unachanua, au mpigaji ngoma anaonekana mwanamke, anaonyesha ishara ya kwamba mtende unachanua. Haya yote ni michangio ambayo ya kuonyesha kwamba hali mbaya, na watoto wanaona na vizazi vinarithi haya. Kwa hivyo watoto, unamkuta mtoto mdogo kajifunga kibwebwe, hajawa mwari, mdogo kabisa, pengine ana miaka 5, 6, 7, wa kike tayari anajifunga kibwebwe na anacheza hivi. Anacheza kwa sababu kamuona mama yake, kamuona dada yake mitaani. Na mama yake akimuona si amkataze, asema mtoto umependeza, hebu mleteni kistuli kabisa. Kawa mtu mzima na anapojua kucheza kuliko mie mama yake. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanayechangia baadhi yao yawe makubwa, maovu yawe makubwa. Kwa hiyo kama wapo watenda wema wanawake maskini wanadhalilishwa, hawajulikani kama wanatenda wema, kila wanalolifanya wanaonekana silo. Na ndio maana tukitoa mawaidha, tukiyasema habari za wanawake, wanawake wengi wanapiga kelele kwa sababu si wenye kutenda mema. Wale ambao wenye kutenda mema usema hapa imezungumzwa haki, lakini wale ambao si wenye kutenda wema, kazi yetu kuambiwa sia tu kila siku, kwa sababu wanayo, lakini na sie tunao, tutawaeleza. Kufata sio amri yetu, sisi kazi yetu kuwaeleza tu. Inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia wataongoka. Lakini hatari ndo hiyo. Hayo ndiyo mambo. Wanawake wangapi hivi sasa wameacha shughuli mbalimbali za kufanya kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, wana masaluni sasa. Wanakaa kwenye masaluni kwa mitindo mbalimbali ya kuuza sehemu zao za siri. Imekuwa sasa vile vile wanaweza kuwatengeneza ndevu wanaume na nywele pamoja na sharubu, na ukitaka na gharama ya kutengenezwa sehemu zingine za siri vile vile ipo. Kwa hiyo mwanamama amkamata mwanamme sehemu ya siri, na akiondosha mambo, baadhi ya mambo yalikuwa kwenye sehemu za siri, na huku makisi si mumewe huyo, wala hausiki naye, hafai kabisa, ni haramu kuyafanya hivyo kwake yeye, lakini mradi wapate pesa. Wangapi na wangapi tunawaona wako katika saluni zao, mtu hayuko kwenye saluni anamkata mwanamme, halafu anaambia lete 500 ya nyongeza. Baada ya hiyo alivyofanya kazi yake kuna 500. Hiyo 500 ya nini? 500 ya kupanguswa na kubusiwa. Ndio maana ukaona baadhi ya wanaume sasa wamehamia katika saluni ambazo wanawake wapo. Katika miji zishafika. Hapa Zanzibar zipotele, usitake nikutajie pahala gani. Kabisa unamkuta mwanamke tena. Ramadhani iliyopita nilipita katika hizo sehemu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jamaa anapigwa vikofi hivi, kashamalizwa kufanywa shaving, anapigwa kikofi, halafu inakuja na vibusubusu hivi vya mda. Hii ndio hatari. Wanawake hao washawafanyia mabaya mangapi wanawake wenzao.
Wengine wamewauza kwa wanaume, anachukuliwa mtoto, anafundishwa ukahaba, akishafundishwa ukahaba anachukuliwa mtaani, utakwisha, mtoto wako anaharibiwa na mwanamke huyo ambaye na yeye kashazoea, yeye mwenyewe kashaharibika, sasa anaharibu na wengine. Atachukuliwa mtoto wako mwari, halafu mpaka asiwe mwari tena, awe yumo tu, anachukuliwa, anapelekwa, anaonjeshwa raha za kidunia, mara kapakiwa kwenye gari, mara kanunuliwa chipsi, mara kanunuliwa dhahabu, wanaume na wao wameshika mambo haya, kuyaacha hayataki. Magari wametia vioo kiza, baadhi yao magari wametia vioo kiza. Si kila alotia vioo kiza labda ni muhuni, lakini percentage kubwa ya watu walotia gari vioo kiza, lengo lao kubwa ni mambo ya ufisadi. Kwa hivyo akishatiwa mle mtoto wako au dada yako au dada yangu au mke, akishaingizwa mle, wallahi humuoni tena. Anaambia, umemwona jamaa yako? Namuona. Hakuoni, usishughulike, sie tumo. Je, Mungu haoni? Je, Mungu haoni? Mnafikiria kwamba Mungu ameghafilika? Mnoharibu watoto wa watu kwa kuwatia kwenye magari ya viokiza na wake za watu. Mnafikiri Mungu haoni? Mwenyezi Mungu anaona, hakughafilika kwa hilo. Kwa hiyo mtoto akishanunuliwa simu na nini anapelekwa kule. Wengine huchukuliwa wakacheze ngoma mahoteli, wanacheza ngoma, wanawafurahisha wazungu. Cheza ngoma mpaka wengine wamefika kujenga nyumba kwa kucheza ngoma. Sasa michango inatisha ya hali mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Mwenyezi Mungu anasema, saidianeni katika mambo ya wema na msaidiane katika mambo ya uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mwanamke wewe umesaidia kwenye mambo ya wema? Na tizama Mwenyezi Mungu aliposema saidianeni kwenye wema, hakuiacha tu hivi ikawa saidianeni kwenye wema. Alichokiongezea wattaqwa, kwa sababu mtu anaweza kufanya mema lakini akawa si mcha Mungu, malipo yake akapewa hapa, au anafanya mema kwa kujionyesha kwa watu, au anafanya mema ili ajulikane kwamba yeye ana uwezo, ajulikane, asifiwe. Kwa hiyo hii inakuwa ni sehemu kama ndani yake ina ushirikina. Lakini ili iwe safi, wema uwe safi, wataawanu ala albirri, saidianeni kwenye wema, wattaqwa, na uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima wema ufungamane na uchaji Mungu. Ukisikia mtu anafanya wema kwa ikhlas, ikhlas ni nafasi ya ucha Mungu. Hakuna atakayepata ikhlas isipokuwa yule ambaye yuko katika taa na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hiyo ikhlas. Utasikia nia safi hairogwi, nia safi haipatikani isipokuwa kwa yule ambaye yuko katika hali ya usafi kwa ajili ya Allah, ndiyo nia safi inapatikana. Wanawake wangapi washachangia kuonekana, kushonyesha mishono ili ndugu zao wa kike waweze kuiga mishono ya nguva, twiga, sijui mishono gani, wana mishono tele. Sina radhi kwa baba wala kwa mama, imepasuliwa mbele na nyuma. Sina radhi kwa mjomba wala shangazi, sehemu zote nne imepasuliwa. Magwaguro yanaonekana, papi, nasema tena papi za nguo zinaonekana. Nguo ya ndani ina papi yake hii, kitambaa kikiwa laini papi inaonekana, na rangi inaonyesha kwamba huyu alivaa nyeupe, kijani, buluu, njano. Kwa hiyo anatafuta kitambaa kinachoitwa TV, kinaonyesha, na huko akijitikisha naye. Mwanamume anasema leo ya kijani, jana ilikuwa ya blue, leo ya kijani,
Mashaallah. Tena watu na mashaallah juu. Mashaallah. Haya ndio tunayoyataka. Yakiondoka haya tunaumia sie. Kwa hiyo ndio maana ukipiga kelele kuhusu wanawake wasende uchi, kuna wanaume wanakasirika, kuna wanaume wanakasirika. Wanakasirika. Tena si wanaume watupu, na wabaya vile vile wa kike wengine. Ala, itakuwaje tusende uchi? Ala, waume wenyewe hakuna. Ala, kwani wewe umeambiwa hupati mwanamume mpaka uende uchi? Na mambo mbalimbali ya mitindo. Kuna vivazi vinavyoitwa vikuku, wanovaa wanawake. Wanaume wanavaa mabangili. Jana dume simana alikuta nimevaa bangili. Wanawake wanavaa vivazi vinavyoitwa vikuku. Walikuwa wavae ndani kwa waume zao, wanavitoa nje vikuku hivyo. Vinatafuta mtama huku nje. Hivyo vikuku vinatafuta mtama huku nje. Kwa hiyo anavaa kikuku mguu mmoja, hawajatosheka sasa na wapili. Kwa hivyo mtu akitembea kinaonekana kikuku kile, mpaka mtu asema kikuku kile lazima nile supu kwa kikuku kile. Mijadala dume inafurahia. Wanafurahia dhambi watu, wanachekelea dhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema watadhakuna wala tabkun. Hivi mnacheka wala amli. Watadhakuna wala tabkun. Hivi kazi yenu kucheka wala amli. Mwenyezi Mungu anataka sisi tulie kabla hatujamwelekea, tulie. Haya ndo mtu namkuta anaranda na vikuku vyake mwenyewe, tena vingine vinalia kengele vile. Panja. Utafikiri jini mtu. Saa 8 ya usiku. Ganja. Utafikiria jini. Na taarifa inatolewa ya utendaji wa dhambi wa mavazi. Mtu anaweza kavaa vazi tu akajulikana kwamba huyu ni mshabiki wa dhambi fulani. Ukivaa kikuku tu unajulikana kwamba wewe ni ambaye huna matatizo sehemu zote, unaweza ukazifanyia kazi. Ndio maana yake nakupeni taarifa, wewe iga tu. Si unapenda kuiga wewe? Kwamba sehemu zote uko tayari. Sehemu zote za siri uko tayari wewe kutumikia upumbavu, kumwasi Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake. Na wanaume nao wana ishara zao, kuteremsha suruali mpaka humu. Akisha teremsha mtu suruali mpaka humu, yakabakia makalio huku chini anayekanyaga, basi huyu anaonyesha wazi kwamba hizo habari anazipenda. Liwati. Dhambi ambayo Mwenyezi Mungu anakasirika, Arshi Rahman inatetemeka kwa watendaji wa dhambi hizo. Inafika muda unaambiwa mwanamke netball. Ukiulizwa mwanamke netball nini, na mambo mengi utasikia mwanamke pochi we. Haya mitindo kama hii, mwanamke pochi, na wengine wanaiga wanasema mwanamke pochi, mwanamke jinzi, mwanamke fulana, mwanamke ajira. Kwa hivyo lazima apate ajira hata kama atafanywa maovu, lakini apate ajira. Inafika muda mtu anakuambia usinioe sasa sijapata ajira, mpaka nitakapopata ajira nitakutegemea wewe mpaka lini? Kwa hivyo anazidi kungangana, anangoja ajira na wala haipati. Na wangapi washaajiriwa mpaka waziniwe? Wangapi? Watoto wangapi wameshaziniwa? Na watu wenye nyadhifa wako sehemu za ajira, mtu mpaka anafika kujisifu. Mimi mtu anataka ajira, aje aonane na mie kwanza nimfagie. We umfagie? Ndo maneno yako, ndo jeuri yako lonaye wewe. Nimfagie kwanza nitampa ajira. Mpaka mtu anafika tena ndo sina budi tu. Huna budi uzini huna budi umwasi Mungu Sina ya budi, maana vitambulisho vyote navyo, certificate zote ninazo, lakini bwana ule kanishika kanambia haniajiri mpaka. Akisema mpaka si kama kakataa, mpaka kuna ahadi fulani hapo. Mpaka
Wangapi washaharibu wanawake, washawachafulia maisha yao wanawake. Kwa hiyo mwanamke ajira, lakini ajira lazima watu na wao wafanye ajira yao. Kwa hivyo wakishafanya ajira yao anapewa ajira. Akishaingia kazini kashapata ajira kwa mambo yao ya ajira hayo. Tushafahamiana Sasa anaingia kwenye ajira. Cheo sasa yumo ndani ya kazi, sasa anataka kupata cheo. Umekuja hapa, scholarship yako imekuja, lakini kila nikitizama naona hustahiki, kwa sababu kwanza mjuba, halafu huambiliki, halafu umejizonga maguo mengi. Naona kesi hiyo. Unajifanya shekhe bibi wewe. Hakuna shekhe mwanamke. Lakini haya ndo maneno ya mjini. Umejifanya shekhe bibi wewe. Sawa? Itakuwa kama yuko shekhe mwanamke kwa wanawake wenzio. Sawa? Lakini kwa mwanamume itabidi lazima, hata kama mwanamke kasoma vipi, mwanamume itabidi ndio kiongozi. Yeye atoe tu yale maelekezo. Sasa unajifanya shekhe wewe, unajifanya shekhe. Hapo bwana hupati kitu. Jamani, mimi mke wa mtu vo. Si hatutizami hayo. Wewe unataka kwenda sehemu, sema. Kama mwanamume anaambiwa wewe hutaki eti tungekupeleka, atoe rushwa. Sasa mwanamke haambiwi alete pesa, kwa sababu wanaume wanakitizama kwa mwanamke pesa na sehemu yake ya kumharibia mambo yake. Bora vipi? Wanaona bora wampate yule mwanamke kuliko pesa. Kwa hiyo mwanamke, rushwa yako haipendezi. Hawaitaki wanaume rushwa yako. Rushwa yako ni wewe mwenyewe. Na ndio maana wakati mwingine, jamani basi kama mnataka hizo pesa hizi, ambalo tunataka pesa sio? Hebu sogea huko. Jamani haifai hivyo. Jamani haifai. Najua tena jana dume tena ni khabithi. Midude ishazoea laana. Halafu wengine wanajisifia sawa wanaume. Utafikiri nina dawa ninavyowapata wale wanawake. Una dawa ya kunguni au? Una dawa, una laana we. Laana ulonayo. Kwa hivyo ndo maana inakuwa ile laana inaendelea. Kwa hivyo unakuta wanawake wanakashifiwa. Na wengine wangapi wakishapata ajira wanaanza kuwaletea kibri na kejeli wanawake zao. Ataanza kuvaa kiatu cha mchechemeo, ofisini atakwenda ana mapiko. Wanawake wenzio watakuwa wamejistiri vizuri, yeye atakuwa na mapiko, na yeye ndo atapewa kipaumbele kule ofisini. Namuona mwenzenu hapa juzi karudi Uingereza, na hata bado. Kwa hivyo anapojifanya, kwa sababu anaweza kuzungumza na wazungu, anaweza kukaa na watu, hana noma. Sasa wewe mwanamke mwenzio ukiambiwa hana noma, unajua vipi? Anaambiwa hana noma. Hana noma. Kwa hivyo anakuwa kila anachozungumzwa yeye, sasa bosi nifanye nini? Fanya hichi. Haya, fanya hichi. Mtu anafika kurejeshwa nyumbani kwake na bosi wake saa 8 ya usiku, kulikuwa kuna kazi ya ziada. Kweli kulikuwa kuna kazi ya ziada. Kweli. Wanaita overtime kizungu. Overtime ndio imezidi hiyo. Kwa mwanamke na mwanamume wanafanya kazi inaitwa overtime. Overtime maana yake imezidi. Hiyo time itafanywa na mengine overtime. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, wanawake wengi wao wanawatia kashfa wanawake wenzao. Mwanamke anakwenda uchi mpaka mwanamke mwenziwe anajishika kichwa. Hii tena imezidi. Sikwambii wanaume watakuwa hali gani. Anajikamata kichwa bwana, mwanamke mwenziwe pale katumaliza. Na ufito wake tu yuko hata habari hana. Yeye anacheka, anaonekana matiti ya watu wanayaona wazi. Ameinua kwapa kama kilo 1 ya utumbo. Na mwanamke akionekana kwapa, sehemu ya kwapa itakapoonekana, matusi makubwa sana. Baadhi ya wafasiri ndani ya dini wanasema mwanamke akionekana sehemu yake ya kwapa, ameonekana sehemu yake ya siri yenyewe hasa. Ndivyo ilivyo. Kamera iko vile vile. Kama ulokwenda toa photocopy
Wangapi washaonyesha sehemu hizo? Mtu anajituka dola maji, yuko hivi, makwapa nje, yuko kutufanyia kinyaa tu. Kwa nini? Halafu eti anafika muda na kwenda kuswali. Unaswali nini wewe? Swala maskhara nini? Mtu anakwenda kuweka udhu, anakwenda kuweka udhu. Si anaweka udhu yule? Wallahi anaweka udhu, yuko nje na sidiria anaweka udhu. Haikukaa kanzu utakaa udhu. Watu ufanye maskhara sana bwana. Anaweka udhu mwanamke, yuko na sidiria tu, kichwa wazi, au kajitupia kanga hapa kwenye kichwa, tena yuko nje, wanaume wanamuona anaweka udhu. Kibuno kakitoa huko utafikiri pijo. Atakubali wapi bwana Mwenyezi Mungu? Sasa haya mambo yanatakiwa lazima yawe na mazingatio. Wanawake, mnawapa maafa wanawake wenzenu, wanalia kuhusu nyinyi, bado mmeng'ang'ania maovu, mnachangia maovu. Wataawanu ala albirri wa taqwa, saidianeni katika mambo ya wema na uchaji Mwenyezi Mungu. Wala taawanu ala alithmi wal udwan, msisaidiane katika madhambi pamoja na uadui. Wanawake wangapi mshachangia wenzenu kuwapeleka wakenda wakawa na mitindo ya kutoa mimba? Yalikuwa hayapo haya, lakini baadhi yao walijipeleka katika hali hii. Zinaa ilipokithiri, wakawa sasa wanajua jinsi gani ya mimba. Aibu hii wanaikimbia, lakini wataikuta aibu siku ya siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tubla sarairu, siku ambazo zitafichuka siri. Walotoa mimba wote wataijua siku hiyo, walomshirikisha Mwenyezi Mungu wote wataijua siku hiyo, walofanya mambo yao kwa siri vichochoroni, siku hiyo yatatoka mambo yote, Mwenyezi Mungu atafichua siri. Wanaogopa aibu, wengine washatoa mimba 2, 3, 4, 5. Hao ni tabu mtu kutoa mimba 5. Na ndiyo imekuwa kawaida yao, na ndo baadhi yao wengi wanapata madhara ya matumbo. Ukisikia kesi kubwa za matumbo ziko za kina mama, pamoja na kwamba wao wana sehemu ya kizazi, lakini hivi sasa wanatiwa adabu kwa kutokana na matukio ya mauaji ya utoaji wa mimba. Kwa hiyo inakuja kesi kubwa sana, na ndiyo maana utasikia kuna madaktari bingwa wa matumbo ya kina mama. Hatujawasikia kwamba kuna daktari bingwa wa matumbo ya kina baba. Kwani si hatuna matumbo au tuna mifuko? Si pamoja na kwamba matumbo ya wanawake na wanaume hayafanani, lakini madhara makubwa inaonekana. Wanawake wanajipelekea wenyewe mauaji kwa madawa ambayo ya utoaji mimba, na vile vile kula madonge ya majira. Hilo mkataka msitake, kama unayo mfukoni utajitambua mwenyewe. Kwa hiyo madhara yanawakuta mengi, kemikali zinakuwa nyingi. Wengine wamefanya vidonda vya tumbo, wengine wana mishipa mbalimbali, wengine wameshafanya kensa za tumbo, wengine wamefanya madude hivi hata hayajulikani madude gani. Yakenda akapasuliwa, linatolewa dude kama kichwa au kama jiwe. Basi hayo mengine yanatokea kwa sababu ya kukadhibisha neema za Mwenyezi Mungu na kutumia vibaya neema za Mwenyezi Mungu. Wanawake wengi ni wagonjwa wa matumbo kwa sababu baadhi yao wengine wamewapelekea mpaka wenzao wapate adhabu ile, kwa sababu ya hayo mambo hayana makemeo makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wataqu fitnatun la tusibana alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidu liqab. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wataqu fitnatun la tusibana alladhina zalamu minkum khassa. Iogopeni adhabu ambayo haitowakuta wale ambao waliofanya tu peke yao na wale walokaa kimya.
wakanyamaza, wakasikia kama kuna utoaji wa mimba, sema basi siku hizi kaendelea, ina maana kashaitoa ile mimba na wewe unachangia imetoka. Lakini ndo haya, ndo aibu imekwisha hiyo. Maana ingelikuwa aibu saa hizi tena vitoto mikononi, unachangia wewe. Basi hatoumwa yeye tu na matatizo ya tumbo, na wewe ulionyamaza kimya na ulofurahia. Waalamu, na eleweni, anna Allah shadidul iqabi, hakika yake Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Je, tuangalie, wanawake hamjadhurika? Madhara hamjapewa? Hamjadhalilishwa na wanawake wenzenu kabla ya wanaume? Wanaume wanawadhalilisha wanawake kwa njia mbalimbali, lakini na wanawake wenzenu wanakudhalilisheni vibaya mno. Na ndio maana mpaka sasa hivi ndoa kupatikana kwenu nyinyi inakuwa ni tabu, kwa sababu kuna wengine wamejirahisisha mpaka wanaume wanasema ng'ombe nifuge wa nini wakati maziwa ninapata. Maziwa shilingi ngapi? Anasema maziwa shilingi 500, ng'ombe 500. Si bora nikanunue maziwa tu shilingi 500 ninywe? Na nikifuga ng'ombe haja yangu maziwa, atanihangaisha kwenye kuchunga, siji nimpeleke akale, siji nifanye hivi, mara nirejeshe bandani. Lakini maziwa 500, na kwenda kibandani nachukua 500 yangu na kunywa maziwa. Haya ndiyo maneno ya mji, haya ndiyo maneno yasiyofaa, haya ndiyo maneno mabaya, haya ndiyo mazingatio ya watu wabaya. Je, kuna wanawake wangapi wametoa mimba na utoaji wao wa mimba, walipokwisha kutoa mimba hazikutaka kutoka zile mimba, mtoto anaganda kwa mbavuni, Mungu anaonyesha, anakaa nje ya fuko kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana utaalamu. Wanaadhirika watu, wanawazaa watoto, watu wanaogopa aibu ya dunia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu aibu ya dunia au fedheha ya dunia, mtu anayedai kuikwepa hiyo yasimkute hayo, basi pamoja na hayo lakini atakutana na fedheha kubwa akhira. Fudhuhu dunia, anasema fudhuhu dunia ahwanu min fudhuhi al-akhirah. Fedheha ya dunia itakuwa ni ndogo, pamoja na kwamba watu wanaikimbia, bado ina udogo kuliko fedheha ya akhira. Watu watakapofufuliwa wakaonyeshwa fedheha zao, wakaonyeshwa aibu zao. Wanawake wangapi mkazi yao kuchukua waume za watu? Wanawachukua waume za watu. Anamchukua mume wa mwanamke mwenziwe muumini, amestahimili, anakaa na mumewe. Wallahi, na mwanamume lilivyokuwa chota linajipeleka, kanipenda mwenyewe, ananipapatikia. Anakupapatikia, anafika kunipa vyake. Na Mungu atakuja kupa vyake, utaviweza? Na katika vya Mungu moja wapo moto. Ananipa vyake mwenyewe, hajijui, na we hujitambui hivyo hivyo. Sasa hii ndo hali. Wanaume wangapi washajisifia? Wengine wamenunuliwa mpaka vyombo. Mwanamume anafika kununuliwa gari kwa kuwa kaifanya vizuri kazi, ananunuliwa gari na anasema sasa nimenunuliwa gari. Fanya mchezo nini? Umenunuliwa gari ile shimo la moto hujanunuliwa? Wewe unaona umenunuliwa gari. Je, wanawake wangapi wameshawapelekea wenzao aibu mbalimbali? Kwa hiyo wanawake, tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie hili vurumai kubwa la wanawake kuchangia maasi liondoke. Vurugu kubwa sana, vurugu kubwa sana. Kama nilivyosema kwamba kuna ngoma inaitwa Mbwa Kachoka, hiyo kuna wanawake hiyo enzi hizo walikuwa wakichangia. Inaweza kutoka hapa, tuseme hapa Magomeni, basi ikenda mpaka Darajani, ikarudi.
Wanawake wengine na viatu wamevikamata mkononi, na wakifika msikitini inazimwa unafiki ulokuwepo. Kwanza wanakwenda zao njiani, alisema haolewi, mbona kaolewa, alisema huku beni linaendelea, alisema haolewi, mbona kaolewa, alisema haolewi. Kakwambie ni nani kama haolewi? Na ingelikuwa mmesikia singeenda mwambia huko. Kuna haja gani ya kutufanya kelele? Kwani mangapi alisema hayawi, mbona amekuwa? Na watu wala hakufanya kelele. Pengine wewe unosema hayo, mama yako aliambiwa hazai, mbona umezaliwa? Mbona hukuimba nyimbo hiyo? Kutufanyia mambo tu ajabu ajabu. Hao kundi wakiwa na vikanga vingine vimekwa begani, eti ndo sare, kuna mtindo wa sare huo. Wanawake wangapi washaachisha kwa waume zao wenzao kwa sababu ya sare? Babu umekuletea sare, kuna shughuli kabambe hiyo, kama hukuvaa sare hii wala usije ukaja, maana atampia maneno, atamshawishi, atammaliza. Akimalizwa kwa kitako, nakwambia we nipe, sijui nini, kila anapokaa naona sivyo. Nielezee mwenzangu we, lini hiyo shughuli itakuwa lini? Itakuwa kiyama, subiri. Naambie itakuwa lini? Kutakuwa kuna show, bwana harusi sijui siku hiyo atakuwa na masikio ya bandia. Yumo tu kazi yake kudanganywa tu akakubali. Mnaghilibika kweli kweli, mnadanganywa na mnadanganyika, mnadanganywa na wanaume na wanawake zenu wanakuchoteni. Mnaharibu mambo yenu mazuri na sifa zenu. Mnaharibu mambo yenu mazuri na sifa zenu. Mwanamke akitengenea na raha we. Ngojea habari zao kwa mbele usikie. Fanya maskhara nini we? Hata kwenda hapo viatu mkononi. Wakifika msikitini inazimwa pale. Unafiki logo inazimwa. Ikimaliza tu kibla cha msikiti kikivuka mguu mmoja tu, mambo bado, viatu mkononi. Mnamwambia Mungu mambo bado Ngoja atapokuwa tayari. Kashacheza ngoma sana, mambo bado. Mungu anawaambia yale mambo uliyosema bado sasa tayari. Hedhi haikatiki mwanamke unamkuta. Balaa hilo hamnalo nyie? Balaa hilo hamnalo? Balaa ndogo hiyo. Hedhi haikatiki mtu. Kama mfereji wewe ulisema mambo bado sasa hivi tayari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulisema mambo bado, wanawake wangapi hivi sasa hivi wanaambia ulisema bado sasa yashakuwa tayari. Kaitumia miguu yake kwa kwenda safari hizi na zile za maharusini. Sasa hivi anaswali miguu hawezi tena kusimama. Wanawake wengi wakiswali miguu ananyoosha. Hamjapeleleza hilo? Alisema mambo bado sasa hivi tayari. Wewe peleleza tena, wala si lazima aitwe bibi. Kijana unamkuta miguu inani, ni miguu ina ganzi. Kwa sababu na wewe moyo wako una ganzi. Mungu asikupe miguu yenye ganzi. Moyo wako ulifanya ganzi. Sasa alofanya na alokuwa hakufanya, sasa imekuwa maradhi makubwa wanawake ganzi. Maradhi makubwa, matatizo ya hedhi. Maradhi makubwa hivi sasa, matatizo ya majini yamewajia zaidi wanawake, mashetani, majini, mashetani. Kwa sababu ya kuranda kwao uchi, majini, mashetani imekuwa sasa ndo yanaoa zaidi ndoa ambazo zisizofaa kuliko kuolewa na wanaume. Wakiolewa na wanaume wa kibinadamu hawakai kwa sababu ya matatizo ya majini. Haya ni maasi yanakuwa makubwa. Mwenyezi Mungu hutumia viumbe watutie adabu. Je, kwa adabu hiyo uongo? Kachukue wewe wanawake 10, umtafute alokuwa hana jini sheitani. Sijui kama utampata katika wanawake 10 kama mmoja atakuwa yumo salama. Wote kama watafanyiwa dua hasa Mungu haikubali, wanapiga kelele wote na wanakwenda mbio. Na mtu mnafikiri nini yale? Madhambi yakiwa makubwa, mabalaa vile vile huja kwa wingi.
Wanawake popote wanapochukuliwa kwenye jambo la kheri, hususan wanaume wanawakodolea sana macho wanawake. Shughulini mkiwaona wanaume huzidi kupagawa nyie, hususan hao tunawataja, huzidi kupagawa. Atatokea mwanamke mwenzao asema jamani haifai, Mwenyezi Mungu hataki. Babwe, usitushughulishe na mashungi yako Tena ushakuja unataka kutuharibia shughuli yetu. Usitushughulishe ukatutia wasiwasi. Toka hapo mwenyewe ushakuwa na maradhi ya wasiwasi. Maana mtenda mema kwa wanawake anaitwa na maradhi ya wasiwasi. Bibi sikiza, naona ana maradhi ya wasiwasi, kajitia mashungi yale, kashakuwa ana mambo kama wasiwasi yule. Kwa hiyo anopenda dini kwa upande wa wanawake anaitwa na maradhi ya wasiwasi. Kwa hiyo usije ukatuharibia harusi yetu. Mambo ya aya nini, ngojea siku ambayo bi harusi tutamfanyia uradi. Uende siku zako ukawaite mashekhe wenzio ukaje soma uradi. Usitutie wasiwasi. Kwa hivyo onyo kubwa linatoka kwa yule ambaye anayekataza madhambi. Ndo onyo sasa hivi ninavyo. Na grupu la watu likimfuata, wengine wakiwa kopa nje, wengine vibuno wazi. Ana nini? Atakufanya nini? Umealikwa tu hapo, ukitaka kule usitufanye kelele babu. Na kama huwezi ondoka, hii si shughuli ya mashehe. Wala si shughuli ya dini hii, tunakueleza mapema. Sasa kama si shughuli ya dini, mnaona vipi? Hii jamani mtihani Wana maneno maovu, wana maneno yenye kuchukiza, kuwakatisha tamaa wenzao wanawake wema. Na wenzetu hawa wakiwa hawana msimamo, mara anaregeza, hebu babu nimechoka huko kusemwa, hebu nilivue ile shungi nileke pembeni, angalau na mimi ile burudani, na nimekonda. Anjisema mwenyewe kwa mwenyewe, yeye mwenyewe alikuwa kwenye wema, mara ajisema mwenyewe na nimekonda. Watu wanasema nimekonda kweli kwa kujitia mambo haya. Linatiwa kwenye mvungu huko chini, linasukumwa pu. Siku 2-3 na yeye ikipigwa wamo wamejaa tele na kweli wamejaa tele. Wamejaa tele kweli. Na ndo nyimbo zenu hizi. Sasa Mungu asiwalete mashetani. Wamo wamejaa tele, mabanda ya uwani. Wanakuja mpaka ukumbini sasa. Sawa Sasa hali kama hii, orodha ya mambo kama haya sasa hivi imekuwa hakuna umurua. Wanawake wema wamefichikana, hawaonekani. Hata kama watawaona wanawake zao wamevaa hijabu, wako kwenye semina, wale wengine hata kushituka hawashituki. Wamo tu wamekaa kama midude imo tu. Tena anaweza kuwa mtu anaweza kufungua television akaona semina wanawake wenzio, babu ifunge babu, wasitushughulishe hao mashungi hao. Na hata sijui anazungumza nini. Toka lini mwanamke akawa shekhe? Na hana tukijua hapo. Hawana. Wewe unakijua kipi? Wewe unawanyonyoa wenzio, wewe unakijua kipi? Naona kazi hiyo. Sasa hali kama hiyo, anagombwa mwanamke ambaye anabe jamani nye, hapa pana wanaume nini? Vigeregere kidogo jamani nye. Hamkukatazwa wanawake kupiga vigeregere, lakini mnatakiwa mpige vigeregere mkiwa ndani wenyewe, mnapiga vigeregere kwa uzuri, mko wenyewe kwa wenyewe, raha kabisa. Lakini leo mibarobaro iko nje, misharobaro ipo, vijana dume, mizee na vijana. Mizee iliyokuwa inochukiza na Mungu, inopenda zinaa na ushirikina, wapo vigeregere, visauti unavisikia kila mmoja. Wewe mwanamke, sauti yako hujui kama uchi wewe? Hujui kama sauti yako wewe inataka kutunzwa? Na hiyo sauti si ya kwako, ya mumeo kama hujaolewa, ya mtarajiwa. Una habari wewe, unafikiri kila kitu chako Mungu kakuumbia hicho kitu sio chako. Ukatumie kina mamlaka yake na mmiliki wake. Kama wewe ni mwanamke, mmiliki wake ni mwanamume. Usilale usingizi totoro wewe, amka.
Kini unaiuza tu sauti. Leo wanawake wangapi washakwenda kuimba makwapa nje? Mpenzi ni pepe. Upepewe, nenda motoni kama utapepewa. Utizame. Na usingizi nataka kulala. Wewe umelala zamani eti. Umelala zamani hata una usingizi, wewe unakoroma. Unakoroma bwana. Wanawake wangapi washawakashifu wanawake zao bwana. Mpaka mtu anaimba matusi kabisa. Unakitaka nini nikupe? Wewe mwanamke ukishasimama mbele za wanaume na grupu kubwa la wanawake ukasema unakitaka nini mtu mpe, unacho wewe cha kumpa? Na ukimtizama anakaa hapo kwa mtipura, nyumba imelala hivi, mnampa nini wewe? Usipokuwa kuna mambo ambayo unafundisha ufisadi. Sasa hizi ndo sifa za wanawake wabaya, wanawachafulia wenzao wema. Wale ambao walioikamata aya wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwani, wasisaidie katika mambo ya madhambi pamoja na wadui. Kuna wanawake kazi yao kuchangia kwenye wema tu, lakini grupu kubwa liko kwenye waovu. Sasa hili grupu ambalo dogo hili, kama litakuwa lina msimamo, wataweza kuwashinda grupu. Hata kama mtaani pana chama cha ngoma, hata kama mtaani pana chama cha ukahaba, hata kama mtaani pana chama gani sijui cha mikopo ya riba, maana wengine washajitia kwenye mikopo ya riba. Utasema pana darasa, kumbe pana mikopo ya riba. Sijui wengine kama hawana vikadi vya riba sijui. Mwenyezi Mungu jalia kama anavyo wakavitie moto, wavitupile mbalini tena. Mashaka. Hata kama kuna wanawake wanahamasisha uvaaji wa kondom kwenye mtaa, lakini kama watakuweko wanawake madhubuti, wanavaa hijabu, wana darasa nzuri, wana walimu wazuri, wana uongozi vizuri, wanashinda. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hatizami wingi wa watu, anatizama msimamo wa kikundi ambacho kimemwelekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'as sabirin. Lengo kubwa watu wasubiri tu. Hata kama kikundi kitakuwa kidogo, wawe wenye kusubiri, watapata misukosuko. Makundi mangapi makubwa yamepambana na makundi dogo kabisa, kundi dogo kabisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akapeleka kundi dogo ushindi, kwa sababu hilo ndo kundi lake. Kundi kubwa likashindwa. Kama mpo wanawake katika mji au hakuna, itengenezeni imara, muwepo wanawake wema. Wallahi narusha roho zao mtawashinda, na uhuni wao mtawashinda, na uvaaji wao mtawashinda. Hebu pelelezeni kama nyie mfano ndo mtaa mzima mko kama hivyo, mlipovaa hijabu hivyo, na mkitoka mnatoka hivyo, na anotoka na sidiria, yeye mwenye atajisema mimi mbaya. Na watu wakitaka kuposa wanakuelekeni kama nyie, mimi nataka kama. Sasa wale wanojikwatua, wanojibabua, wanojifanya hivi, mtasa nataka hawa. Allahu akbar. Unafikiria vipi? Wale wameachwa solemba, kuacha kwao solemba itakuwa fundisho. Wanawake wangapi hivi sasa wana vikundi vyao vizuri, si vya mikopo tu ya riba, wana vikundi vyema hasa, wanachangia katika mambo ya harusi, kuzitengeneza harusi, kumpamba bi harusi kisheria, kumfundisha bi harusi kisheria. Hapeleki saluni sijui. Vipo vikundi hivi, darasa kama hizi zipo, alhamdulillah, zinafundisha. Na ndiyo maana kiasi changu na mimi nitoe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tumegundua kwamba wako baadhi yao japo kama wanapigwa vita, lakini wako makini. Wanawake hawa wanajitenga alhamdulillah kwa ajili ya Allah, na fitna hazishi. Wanaambiwa wengine washazini na waume na walimu wao, fitna zinakuja, wanajidai kusema sasa mtoto wanaziniwa na mwalimu fulani.
Ndio khabithu unavyoingia huu. Mwalimu fulani kesha yule kashamzini yule kashamzini. Fitna wanataka ivunjike zile darasa na vikundi vya wema. Sisi tunatakiwa tuwe na vikundi vya wema. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair. Liweko kundi miongoni mwenu liwe linawavuta watu katika mambo ya khairi, wayamuruna bil ma'ruf, na linaamrisha mambo mema, wayanhauna 'anil munkari, na vile vile linakataza maovu. Kwa hivyo vikundi kama hivi kwa kina mama si vibaya vya kufundisha mambo ya mbali yanohusu dini yetu kwa wanawake wenzao. Vikundi vingapi vinashughulikia, tuseme mtu labda ana mwanawe hali yake maskini, watu wanakushanya pesa vizuri, msaada wanampa ndugu yao, alhamdulillah, anachukuliwa biharusi kiasi ya wiki kabla harusi au wiki mbili, wanakuwa naye, wanaanza kumfunza. Kuna mambo chungu mzima, kuna chai za fikra. Maana leo nataka kuzitaja chai za fikra. Na kuna wanaume wanawabana wanawake wasikae na wanawake wenzao kwa wema. Wewe mkeo yumo kwenye darasa kama hizi za juhudi, za kufanya harakati mbele, za kufundisha mambo mazuri, unamzuia. Na kuna wanaume wengine hawataki, maana darasa ile anasomesha mwanamume, sasa anataka anasomesha mwanamke. Kwani kwenye darasa wanaposomeshana mambo yanatongozana? Mbona tabia mbaya? Na mtu akiwa yeye hajiamini na wenzio anaona ndio hivyo hivyo. Mwachie mwanamke akasome bwana, apate elewe ni nafasi yake ya haki. Ukimnyima basi mpe kula, we mpe kila kitu, lakini bado utakuwa na majukumu mwanamume we kumzuia mwanamke huyo. Kama utaki mwanamke aende darasa akasome, msomeshe wewe, kwa sababu huo ni wajibu. Hukuweza, mwachie akatafute taaluma. Basi wanawake hao wanasomesha mafunzo mazuri, vipi akae na mume mwenzao, wanamfundisha vipi, japokuwa kwamba wengine kasoro hazijiachi. Maana wengine anaweza kumfundisha akija mume umpokee, yeye akasahau. Ndio alivyo wanawake haya. Lakini tukisema kama hivi ndio wanapata kukumbuka. Akija mume umpokee, ujitikishe kidogo, siji ufanye hivi. Haya yote yanatakiwa kwenye dini kabisa. Anavishwa hijabu mwanamke, anaambia lakini tena akija mumeo sio vae hilo tena, umo ndani. Ukiwemo ndani ina maana uvue. Anafundishwa vizuri. Kuna vichai vya fikra, chai ya kunywa mtu na mkewe, wanafundishana. Haya tumepata, mtu anakunywa chai na mkewe vizuri, kafundishwa kutoka darasani. Kwa sababu kuna mambo si tena useme bida, hayafai hayo, ni uzushi. Kuna mambo yamo kwenye jamii yanaingia kwa kutokana na hali inapokwenda na dini inakubali. Kwa sababu yale mambo yanapeleka kwenye uzuri moja kwa moja. Maana wengine atakwambia, "Je, mtume kafanyiwa hayo?" Wewe ukitaka alofanywa mtume, maswahaba wengine wamenyamaza ya ndani. Wanamuuliza bibi Aisha, "Bibi Aisha, huyu mtume na wewe ndio una nusu ya ilmu ya mtume, hebu tuambie haya mambo ya ndani alikuwa akifanya vipi?" Akaona hapa tena wamezidi, wanataka niwape mikoba ya ndani alikuwa akifanya mtume. Anasema tabia ya mtume kaiangalie ni Qur'ani. Kwa hiyo ndo aya, sio yale maneno mumeo kamwite bwana, usende mtukana. Akikuita bwana, sijui akikuita bibi, itikia bwana kwa sauti ya huzuni. Wao ndo mawaidha yao haya. Lakini mawaidha yanapatikana kwa wanawake wenzao, na wanaume ndo haya tunayatoa vile vile, lakini yapatikane kwenye dini. Mtu anapata kukaa muda na mumewe kwa vizuri. Wanawake wangapi washawachangia wanawake wenzao, wanaambia jamani, ukae na mume kwa vizuri. Anamfundisha mtu, mume unakaa naye hivi, ukae na hivi. Yeye pengine hakubahatika kuwa na mume, ni mjane. Wengine wamefanya viroja. Wewe utamfundisha mtu habari ya mume wewe mwenyewe hunaye.
Msifanye viroja bwana kuwarujisha watu katika mambo ambayo mnawaona watu washaelekea bwana. Lazima watu wapewe moyo, wapewe nasaha, wazidi matendo yao mema bwana. Zidini bwana wanawake mnaofanya haya vichai vya fikra. Hivi vichai vya fikra viwemo hasa majumbani. Mpaka wanaume walewe hasa kwa chai ya fikra. Kabisa. Tuache chai za majani ya chai. Zinatia usingizi mno zile. Lakini mtu anapata tangawizi kidogo. Sawa? Subhanallah, chai inapikiwa carrot. Allahu akbar. Majani ya kifumbasi kidogo, mchai. Subhanallah. Bwana hanywi peke yake, ananyweshwa. Haya tunayaona wanayafanya wanawake kina mama katika Uislamu. Tena hapa Zanzibar haya yapo. Tunakupeni hongera, yafanyeni tena muzidi. Ninatafutwa liwa, karafuu nipe, yupo karafuu. Marashi ya Pemba, subhanallah. Unakwenda mke unamkuta murua kaikwa darsa na wanawake wenziwe. Halafu si hayo tu, hana time ya umbea, anatafutiwa darsa asome. Wanawake hao ukiwaona wazuri, wanapendeza, wanatupa moyo. Baadhi ya wanaume tunasema kumbe wabaya si wote. Wabaya si wote. Kwa hiyo wapo wanawake wanastahiki sifa na Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Kuna mambo mengi wanachangia. Hebu tizama ndani ya dini hii. Dini hii aloichangia kwa mali zaidi mwanamke yumo, Bibi Khadija radhiyallahu anha. Ameichangia dini hii kwa kutoa mali yake. Wapo wanawake wanawasaidia waume zao. Lakini kuna wanaume wengine wahuni. Mwenyezi Mungu anasema wala tansau alfadhila bainakum, wala msisahau fadhila baina yenu. Kwa hiyo fadhila wanazotukirimu wanawake baina yetu wanaume tusiweze kuzisahau, tuzikumbuke. Mwanamke inafika muda mume anaumwa, anamuweka kwenye mapaja na kumbembeleza. Kapata mafundisho kwa wanawake wenziwe. Na ndiyo hata kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimemtokezea akiwa kwenye kifua cha Bibi Aisha radhiyallahu anha. Akiwa kwenye kifua cha Bibi Aisha. Na Mtume alipokuwa anasifu baadhi ya sifa za wake zake, basi vile vile hakuacha kumsifu na mkewe. Wake zake wote alikuwa anawapa sifa mbalimbali. Leo kuna baadhi ya wanaume hawataki kutoa sifa za wake zao, si mpaka wazitangaze barazani au njiani wakipita, mke wangu ananifanyia hivi. Huo utakuwa wazimu. Lakini wanapokuja jamaa zake, kaja dada yake, kaja mama yake, vipi hali hapa, vipi, useme ile sifa bwana. Mimi bwana nashukuru sana nimepata mke safari hii. Huyu mke bwana, huyu mke bwana, huyu mke bwana, huyu mke bwana, huyu mke. Lakini jitu halina shukrani. Huyu kila wakati yeye mara Mungu anasema, mara Mtume anasema, mehunikera wakati mwingine humu. Lakini zinasifiwa sifa zako, unazisikia kwa jamaa zako. Mambo yako mazuri hujachacha. Yule mfanyaji ndo anaambiwa kwa nini, akiuliza kwa nini, tunamsikia tushemege anapopagawa. Maana hasemi anapagawa. Mambo yako mazuri, nasikia ukiupika wali. Natulia eti simwambie Asha akatie chumvi. Najua nampikia mheshimiwa mume wangu. Sio mguu uko jikoni, mguu uko nje barazani. Panapikwa hapo? Hapo hapapikwi, panatapikwa.